ya Wireless Super Cup. Lengo kubwa la mashindano haya kwanza ni kujenga umoja, ushirikiano ndani ya jamii zetu, lakini jambo lingine ni kuibua vipaji ndani ya jamii zetu. Lakini kupitia mashindano haya tumejitahidi kuonyesha kwamba sisi vijana tunaweza tukatengeneza watu kupitia hii michezo ili wenyewe waweze kunufaika baadaye. Lakini pia lazima tujue michezo ni ajira. Kupitia michezo hii tunategemea kuwa hivi vipaji ambavyo tutakuwa navyo vitatusaidia sisi vijana au vitawasaidia hawa vijana ambao unaona hapa leo tumeshazindua mechi yetu hii ya leo au ligi yetu ya leo, wanaenda kunufaika kupitia ya mashindano. Na kiangalia pia katika mazingira mazima ya maandalizi ya ligi yetu hii mpaka hivi leo, unaona kabisa tunaye mgeni rasmi ambaye ni Mrisho Alfani Ngasa. Kwa ujio wake ni chachu kwa sisi vijana kuweza kunufaika kupitia michezo. Ukiangalia pia tunayo mambo mengi sana, tunayo mikakati mingi sana ambayo tumetengeneza mimi na mgeni rasmi ambaye ni Mrisho Alfani Ngasa, mchezaji mkubwa mwenye profile kubwa sana hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tunayo linki kubwa ili kuweza kupata vipaji hivi, na baada ya kuvipata tunafanyaje? Tunayo mikakati ya kuweza kuwaingiza katika akademi mbalimbali ndani ya Tanzania yetu hii ili waweze kuonyesha kile kipaji chao na waweze kupata timu zile ambazo wanakuwa za ndoto zao au timu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kumbukwe kwamba mashindano haya ambayo yamezinduliwa leo ni kwamba tulikuwa tumeanza na ngao ya jamii mwezi wa 12 ambazo zilikuwa zinajumuisha timu 8. Lakini mpaka uthibitisho wa leo tunazindua ligi yetu hii, tuna jumla ya timu 24 ambazo tunayo makundi manne. Sasa makundi hayo tunatamani tupate burudani nzuri kabisa, tupate wachezaji wazuri, tupate vipaji vizuri, ili mwisho siku iwe furaha au malengo ya mashindano yetu yaweze kujidhihirisha. Kwa upande wa zawadi, tunazo zawadi nyingi sana. Tuna zawadi ya mshindi wa kwanza ambaye atapata trophy, kikombe, lakini pia atapata fedha kiasi cha shilingi 600,000, lakini pia atapata jezi, atapata pia na mpira. Lakini tunaendelea kuboresha mashindano yetu kadiri tunavyozidi kuendelea, na ndivyo zawadi zingine zinaendelea kuboresha. Karibu sana Mwanambinga, mna upendo mkubwa sana. Sikutarajia upendo huu unaweza kupata huko leo, sababu leo kuzingatia Young Africans wanacheza kuna Al, lakini na mechi kwa saa 10 na hapa saa 10, lakini watu wameacha na mechi wamekuja hapa kutoa support kwa wana Frank. Kwa kweli ni support kubwa sana. Nilipofika kwanza hapa naangalia kama wana Frank huko kuna ugombea tena, hata ugombea kwa kweli huko anaweza ugombea sasa hivi. Anasema hapana, uchaguzi ushaisha, lakini mimi ni mtu wa michezo ambaye anapenda michezo. Tunaweza kuona kwa sababu leo kuna mechi kubwa sana mchezo ya Al Ahly na Yanga, lakini watu wameacha kwenda kuangalia ile mechi, kuangalia watoto wao ambao wanaamini ni vipaji vya baadaye. Kwa hiyo watu wa Mbinga wanajitahidi sana katika hili, Mr. Frank waweze kumshikilia, kwa sababu ni mtu ambaye anakuja kuunganisha watu, na kama watu wametengana, basi Frank aje kuunganisha, kwa sababu ni kitu ambacho kikubwa sana ambacho ukiona kama hivi Mbinga watu wanaweza sana kuongea vizuri kwenye fight. Kama hivi hapa nimefika kwa sababu mimi na miliki enjoy soka na Mr. Frank naongea naye kwa muda mrefu, kwa sababu anakuwa anakuja mara kwa mara kuangalia wachezaji ili kuweza kuwachukua wachezaji baadhi kwenda mjini kwenda kuwapeleka enjoy soka na kuwafundisha zaidi na waweze kupata riziki kupitia mpira. Kwanza mpira wote lazima uwe na mashabiki, na kama jinsi mnavyoona hapa mashabiki wengi sana wamejaa uwanja. Kwa ni kitu ambacho kikubwa sana ambacho nimesikia furaha, kwa sababu ukienda sehemu kwa watu wako wachache na kisa hapa mpira hamna, lakini na pia wachezaji jinsi wanacheza wajituma. Ni vitu vidogo sana ambavyo wanakosa, lakini wana vipaji hivi. Unamwambia nini mwanzilishi wa mashindano? Ajitahidi, asikate tamaa na azidi kuboresha zaidi, na wengine na maana wanakuja shauri na Kiboba watakuja siku hapo na watakuja. Nimefurahishwa sana na kitendo ambacho amekifanya, na tunahitaji wadau wajitokeze kwa wingi kama hivi ili kuibua vipaji, maana ukiangalia kama sasa hivi Songea tumepoa kabisa. Kwa hiyo tunahitaji matokeo chanya zaidi kama hivi tunavyoona
tumeanza na wengine tunahitaji kufuata ili kuwainua wadogo kufikia malengo na kuinua mkoa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.